Tuzo hizi za Malkia wa Dhahabu zimepitia katika hatua 3 tofauti. Hatua ya kwanza ambayo tulifanya ilikuwa ni watu kuwapendekeza wale Malkia wa Dhahabu ambao wanawatambua na wanajua kwamba huyu ni Malkia wa Dhahabu katika kitengo tofauti. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni mapendekezo ambayo walipendekezwa na jamii kwa ujumla au kujipendekeza wenyewe. Mtu anaweza kujipendekeza akasema mimi ninafanya vizuri katika sekta hii na ninastahili kupata hii tuzo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni kukusanya mapendekezo, na yalikusanywa kupitia mitandao ya kijamii, kupitia WhatsApp groups na kupitia akaunti zetu sisi waandaaji. Tulitoa hicho kipindi cha mapendekezo, kilichukua almost karibia wiki nzima. Baada ya kupokea mapendekezo, tulifanya usaili kwa wale wote ambao walipendekezwa. Kwa kupitia WhatsApp message tuliwatumia tukiwapa vigezo na masharti. Hata wakati wa mapendekezo tulitoa vigezo na masharti kwamba Malkia wa Dhahabu ambaye tunamtaka awe na vigezo hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo baada ya mapendekezo tulifanya usaili kwa kila aliyependekezwa, kwamba kujua historia yake, ya biashara yake au ya kazi yake, na wote walitujibu. Then baada ya hapo tukafanya sasa mchujo kutokea kwenye usaili kwamba huyu anaweza akapita, kwa sababu mtu mwingine alikuwa anasema ninafaa, lakini vile vigezo ambavyo sisi tuliviweka kwamba awe mkazi wa Geita, awe ana miaka 4 au 5 kutoka ameanza kufanya hiyo shughuli yake, awe na mafanikio katika jamii. Kwa hiyo tulivyowachuja tulipata, na kwa wale ambao hawakufikia vile vigezo cha kwamba yeye ni mfanyabiashara bora, basi tuliwaweka kwenye kategori ya chipukizi. Na ndio maana ukiona kwenye tuzo zetu kuna kipengele cha wale ambao wanachipukia. Kwa hiyo kupitia usaili tulipata kujua kwamba huyu yuko stage gani na huyu yuko stage gani. Malkia wa Dhahabu kwa upande wetu tumejitahidi, na ndio maana tumeweka hatua 3 tofauti, na hatua zile zimekuwa ni kwamba kila hatua ni ya wazi. Kwanza mapendekezo yalikuwa ni ya wazi. Kila mwananchi aliruhusiwa kushiriki kumpendekeza yule anayemtaka. Lakini katika kupendekezwa kule ndio maana tulifuata hatua ya kuwasaili sasa kwanza. Maana mtu anaweza akapendekezwa kupitia ushabiki labda au kujuana, ukakuta mtu labda amependekezwa sana. Lakini ukija kwenye uhalisia unakuta kwamba ilikuwa ni nguvu tu ya mashabiki. Kwa hiyo ndio maana sisi tuliweka kwamba usaili utangulie kwanza, tuone kwamba wanakizi vile vigezo vyetu, na mtu akihitaji kuthibitisha basi tutawapa vile, labda kwa sababu mwingine anaweza kuta hakuwa na taarifa hichi kitu kinaendeleaje. Tuko tayari kuwapa maelezo ya wale washindani wetu wote kwamba huyu alisema hiki na sisi kigezo chetu kilikuwa hiki. Then baada ya hapo sasa ndio tumefuata hatua ya wananchi sasa, ambayo ni ya mwisho, kwamba wananchi wao ndio wataamua. Ina maana ni wao ndio waliomchagua. Mtu ataangalia nguvu yake ya jamii, na sio sisi tena. Ukiangalia hata katika vipengele vyetu ambavyo tumeviweka, hata mtu mwenyewe akiangalia anaona kabisa kwamba kama basi ni mfanyabiashara, ni kweli ni mfanyabiashara, na inaonekana kabisa ni mfanyabiashara. Ni mtumishi wa serikali, kwa sababu tuzo zetu tumejumuisha na wafanyakazi wa serikalini, sio wajasiriamali peke yake, kwa sababu sisi kaiza kama wajasiriamali au kama wanawake tunatembea katika maofisi mbalimbali ya serikali, na asilimia kubwa ya shughuli zetu tunategemea ofisi za serikali. Kuna huduma ambazo tunazipata katika ofisi za serikali ambazo zinatusaidia sisi kama aidha wanawake au mwananchi yoyote. Akipata huduma nzuri kwenye ofisi ya serikali inamsaidia. Kwa hiyo ndio maana na sisi kwenye tuzo zetu za Malkia wa Dhahabu tumeweka kipengele cha mfanyakazi bora wa ofisi za serikali. Na ni wananchi ndio waliowachagua hao, kwamba mimi nikienda ofisi fulani kuna mtu ananihudumia vizuri. Kwa hiyo na wao wakawapendekeza wale watu kwamba wanafaa kupewa tuzo ya Malkia wa Dhahabu kutokana tu na ile customer service ambayo wanawapa wananchi wa mkoa wa Geita.